Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii mchana wa leo. Msemaji mkuu wa serikali Jackson Msigwa kutoka serikali ya CCM ya Samia Suluhu Hassan hatimaye atuma habari mpya kuhusu kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, aweka hadharani kukosekana kwa ushahidi wa kutosha kuthibitishia Watanzania kuwa ni kweli Humphrey Polepole ametekwa nyara au la. Akanusha madai hayo na kusema hawawezi kusema Humphrey Polepole ametekwa nyara au la, sababu uchunguzi wa polisi bado unaendelea, na kufichua kwamba Polepole binafsi kabla ya ripoti hizi za utekaji nyara wake aliweza kuitwa na jeshi la polisi, lakini aliweza kupuuza. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Jackson Msigwa ametoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na tukio la ajabu la kupotea kwa kiongozi mkuu wa CCM na balozi wa zamani Humphrey Polepole, akisema hawezi kuthibitisha moja kwa moja kuwa Polepole alitekwa nyara. Akizungumza wakati wa mahojiano maalum na UFM Radio, Mheshimiwa Msigwa alieleza kuwa serikali ya CCM inaendelea kuwa makini katika kulitolea ufafanuzi suala hilo la Polepole kutokana na kukosekana kwa ushahidi madhubuti kutoka kwa jeshi la polisi na kutoka kwa familia ya Humphrey Polepole. Alibainisha kuwa wakati kutoweka kwa Humphrey Polepole kumeteka hisia za Watanzania wengi, ni muhimu kutenganisha ukweli uliothibitishwa na uvumi wa mitandao ya kijamii ambao umekuwa ukienea kwa kasi nchini kote ambao hauna uthibitisho. Mheshimiwa Msigwa alifafanua kuwa kabla ya kutokea kwa taarifa za kupotea kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, jeshi la polisi Tanzania lilimuita mara moja rasmi kwa mahojiano Humphrey Polepole. Kulingana naye, wito huo ulihusiana na matamshi mazito kwa umma ambayo Polepole aliyatoa akikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Msigwa alifafanua kuwa hayo si masuala madogo, bali ni madai mazito yanayohitaji ufafanuzi rasmi. Humphrey Polepole aliposhindwa kujibu ama kufikia ombi hilo la polisi la kumuita, uvumi ulianza kuongezeka na hatimaye kusababisha madai kwamba alikuwa ametekwa nyara, simulizi ambayo serikali inasema bado haijathibitishwa. Akizungumzia jambo hilo zaidi, Mheshimiwa Msigwa alisema serikali iliona kuibuka kwa ghafla kwa taarifa kuhusu kutekwa nyara au kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kuwa kunatia shaka. Alitaja mabadiliko hayo kuwa yanafanana na tukio la sinema ama filamu, akisisitiza kwamba hakuna chombo rasmi au shahidi aliyotoa ushahidi kuthibitisha utekaji nyara huo wa Humphrey Polepole. Alisisitiza kuwa serikali kupitia vyombo vya sheria inahakiki kwa vitendo taarifa zote ili kubaini ukweli. Kwa sasa kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole bado kunachunguzwa na jeshi la polisi na umma unahimizwa kusubiri kwa subira matokeo rasmi. Mheshimiwa Msigwa alieleza kuwa kutoweka kwa Humphrey Polepole kulikuja muda mfupi baada ya kujiuzulu wadhifa wake wa kidiplomasia Julai mwaka huu 2025 na kuanza kuikosoa vikali serikali hadharani. Kubadilika huku kwa msimamo wake wa kisiasa, kwa mujibu wa Msigwa, kulifanya suala lake kuwa nyeti zaidi na lenye tafsiri ya kisiasa na kupelekea jeshi la polisi Tanzania kumuita kwa mahojiano. Msemaji huyo wa serikali alibainisha kuwa muda kama huo unaotokea wakati wa msukosuko wa kisiasa na karibia uchaguzi unaleta wasiwasi juu ya uwezekano wa habari potofu kutumika kushawishi mtazamo wa umma. Alisema kupotea kwa ajabu kwa Humphrey Polepole kunapaswa kuchukuliwa kama suala la kisheria na usalama, sio suala la kisiasa. Aliendelea kwa kuwataka wananchi kujiepusha na dhana kuhusu upotevu wa ajabu wa Humphrey Polepole hadi vyombo vya sheria vitakapotoa taarifa rasmi. Mheshimiwa Msigwa alisisitiza kuwa jeshi la polisi Tanzania ndiyo taasisi pekee iliyopewa mamlaka ya kuchunguza masuala hayo na kwamba uvumi wowote wa wanaharakati mitandaoni kabla ya ripoti yao ni upotoshaji. Alisema kuwa kueneza taarifa ambazo hazijathibitishwa kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole kunaweza kuleta hofu na sintofahamu isiyo ya lazima kwa wananchi, hasa wakati huu ambapo nchi inajiandaa kwa uchaguzi wa kitaifa. Msemaji huyo wa serikali alikariri kuwa Tanzania ni taifa linaloongozwa na sheria na kwamba kila kesi, ikiwa ni pamoja na kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole, lazima kushughulikiwe kwa njia sahihi za kisheria. Alionya kuwa kutegemea uvumi mtandaoni au simulizi zinazochochewa kisiasa kunaweza kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi za serikali.
Msigwa alibainisha kuwa polisi wanafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vingine kuhakikisha usalama wa raia wote, wakiwemo watu maarufu kama Humphrey Polepole ambaye kutoweka kwake ghafla kunaendelea kutawala katika mazungumzo ya kitaifa. Akizungumzia mijadala inayoendelea mitandaoni, Mheshimiwa Msigwa alisema kuwa baadhi ya taarifa zinazosambaa kuhusu kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole zinaonekana kupangwa kisiasa. Alizitaja kama sehemu ya mkutano wa kuigiza wa kisiasa ambao mara nyingi hutokea wakati wa misimu ya uchaguzi. Aliwatahadharisha Watanzania dhidi ya kuingia katika mtego wa mizengo ya kisiasa na kuwataka badala yake wategemee mawasiliano rasmi ya serikali. Kwa mujibu wa Msigwa, kueneza habari zilizotiwa chumvi kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole kunaondoa tu masuala ya kweli ya maendeleo na umoja wa taifa. Mheshimiwa Msigwa alisisitiza kuwa tukio la ajabu la kupotea kwa Humphrey Polepole lisitumike kuwa chombo cha kushambulia au kudharau taasisi za serikali. Alisema serikali inaichukulia kwa uzito mkubwa kila taarifa ya upotevu na kuishughulikia kwa kufuata taratibu za kisheria. Alikariri kuwa utulivu wa Tanzania unategemea kudumisha utulivu na imani katika mchakato unaostahili. Msemaji huyo alionya kuwa jaribio lolote la kuingiza siasa za kutoweka kwa Polepole linaweza kuingilia maendeleo ya uchunguzi unaoendelea kutoka kwa jeshi la polisi. Wakati huo huo, jeshi la polisi wamethibitisha kuwa uchunguzi wa kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole unaendelea na kwamba sasisho zitashirikiwa na umma mara tu matokeo ya kuaminika yanapatikana. Kwa mujibu wa Msigwa, dhamira hii inadhihirisha uwazi na ari ya serikali katika kusimamia haki. Alisema kuwa wakati siri ya kutoweka kwa Polepole imezua wasiwasi, uvumilivu na heshima kwa utaratibu unabaki kuwa njia bora zaidi. Maoni ya umma kwa kutoweka kwa ajabu kwa Humphrey Polepole yamekuwa makali zaidi mitandaoni, huku mijadala ikienea katika jamii, vyombo vya habari na majukwaa ya kijamii. Mheshimiwa Msigwa alikubali hisia hizo, lakini akashikilia kuwa majibu ya kihisia hayapaswi kupuuza ukweli. Aliwakumbusha wananchi kwamba uvumi unaweza kirahisi kuingia katika mvutano wa kitaifa usiodhibitiwa. Aliongeza kuwa ni kwa manufaa ya kila mtu kuruhusu wachunguzi au jeshi la polisi kukamilisha kazi yao bila kuingiliwa na kisiasa. Mheshimiwa Msigwa kutoka CCM pia alihusisha kupotea kwa ajabu kwa Humphrey Polepole na swala pana la uwajibikaji kwa umma. Alisema Tanzania inapopitia kipindi hiki cha uchaguzi, taarifa za uongo na potofu zinaweza kuwa chombo cha mgawanyiko. Aliwataka wananchi kuzingatia kudumisha amani, kuheshimu taasisi za nchi na kuamini taratibu za serikali. Alibainisha kuwa uchunguzi wa kutoweka kwa Polepole utakuwa mtihani wa nidhamu ya taifa na imani ya umma katika mfumo wa utoaji haki. Kwa kumalizia, msemaji huyo wa serikali alisisitiza tena kuwa tukio la kupotea kwa ajabu kwa Humphrey Polepole bado ni suala la uchunguzi wa kina na kwamba hakuna ushahidi wowote ambao umethibitisha madai ya utekaji. Hayo tu mtazamaji niliyokuandalia sasa hivi. Ningependa unijuze maoni yako upande wa comment section, kisha bonyeza neno like, alafu bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa umenisaidia kwa sana. Alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama video zetu mpya zinazo trend sasa hivi katika mitandao ya kijamii.